kusalimia kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye moto lao. My name is Prophet and Pastor Charles Iromo, Ambassador of God worldwide. All nabii na mchungaji Charles Iromo, balozi wa Bwana duniani. Mungu amenipa ujumbe nikuletea unaosema uwe makini na watu waliokuzunguka. Kwa nini uwe makini na watu waliokuzunguka? Naomba nisome neno la Bwana. Kitabu cha Waamuzi 15:1-2. Neno la Mungu linasema hivi: ikawa baada ya wakati wa mavuno ya ngano, Samsoni akaenda kumtazama mkewe, akamchukulia mwanambuzi, akasema, nitaingia chumbani kwa mke wangu. Lakini baba ya mwanamke akumwacha kuingia. Baba yake akasema, hakika mimi nilidhani ya kuwa umemchukia kabisa, nilimpa rafiki yako. Sikiliza neno la Bwana. Samsoni alikuwa akishinda porini, na alikuwa akisubiria, alikuwa anafanya kazi mbalimbali, ila pia alikuwa akisubiria mavuno ya ngano. Neno la Bwana linasema ilipofika wakati wa mavuno ya ngano, akachukua mwanambuzi, akasema, nitaenda kwa mke wangu nikiwa nimembebea zawadi ya mbuzi. Neno la Mungu linasema akabeba mbuzi wake. Alipofika nyumbani, akaingia wakwe zake, baba mkwe akamwona, akaingia kwenye chumba chake, akakuta mke wake hayupo na zawadi ya mbuzi amembebea. Neno la Mungu linasema kabla hajamuuliza baba mkwe swali, baba wa mke wake akamwambia, nilizani umemchukia mke wako, nimempa rafiki yako. Yaani kamuozesha tena, kamuozesha rafiki yake Samson. Kwa lugha nyingine, rafiki wa Samson yakuwa na adabu. Utakubariji kumuoa mke wa rafiki yako? Baba mkwe akamwambia, nilizani umemchukia mke wako, kwa hiyo nimemuozesha rafiki yako. Sikiliza neno la Bwana. Rafiki alishiriki kabisa harusi ya Samson, na Samsoni alimuoa huyu mwanamke kwa sherehe kubwa. Neno la Mungu linasema mpaka aliwapa vitendawili Wafilisti walioshiriki, aliwapa vitendawili, na baadaye wakapata tabu sana kuvijua. Nachotaka kusema ni nini? Rafiki akakubali aozeshwe mke wa Samson. Baba mkwe anasema alizani Samson nikamchukia, kumbe Samson hajamchukia. Ameenda kwenye kazi zake porini. Nachotaka kusema ni nini? Baba mkwe na rafiki yake wakamwingiza Samson kwenye vita isiyokuwa ya lazima, wakampa wajibu wa kuoa tena wakati haikuwa na lazima. Na angekuwa na rafiki mwenye busara, baba mkwe wa Samsoni wakati ambaye anataka nikuozeshe mke wa rafiki yako, na hisi rafiki yako amemwacha, hata kama angeishi wakati Samson hajamwambia kwamba nimemwacha, rafiki mwenye busara angesema, hapana, ngoja nikamuulize kwanza kama kweli kamwacha, mimi nahisi hajamwacha. Lakini rafiki na baba mkwe wakamwingiza Samson kwenye vita isiyokuwa ya lazima. Kwa bahati mbaya, Samson hakupata tena mwanamke mwema wa kumuoa, mpaka akakutana na kina Delila, wakamwingiza kwenye vita, na baadaye akatobolewa macho, akafungwa gerezani, na hata akafa, japo alikufa na watu wengi kuliko aliyowaua akiwa hai. Nachotaka kusema ni nini? Angalia na uwe makini waliokuzunguka wasikuingize kwenye vita visivyokuwa vya lazima. Kwa lugha rahisi na nyepesi ni hivi: Samson baada ya baba mkwewe kumuoza rafiki yake, na rafiki yake Samson kukubali kumuoa mke wa rafiki yake, wakamwingiza Samson kwenye vita isiyokuwa lazima. Na neno la Mungu linasema uwe makini na wanaokuzunguka. Kwa nini? Ili wasikuingize kwenye vita visivyokuwa vya lazima. Na kwa bahati mbaya, Samson akupata mke mwema tena, akakutana na kina Delila waliofanya tobolewe macho, afungwe gerezani, asage ngano, na hata kufa, japo alikufa na watu wengi kuliko aliyowaua akiwa hai. Nachotaka kusema ni nini?
uwe makini na watu wanaokuzunguka ili wasikuingize kwenye vita visivyokuwa vya lazima. Narudia tena, uwe makini na watu waliokuzunguka ili wasikuingize kwenye vita visivyokuwa vya lazima. Ndio maana dunia leo, huku duniani chini ya jua, kuna saa inawezekana kabisa mke wako unampenda sana na mnapendana, unashangaa nainuka mzazi wa kutoka upande fulani anasema mwache mme wako au mkeo, mimi namuona si mme sahihi kwako au mke sahihi kwako. Usipokuwa makini, wazazi wanakuingiza kwenye vita isiyokuwa lazima. Usipokuwa makini, marafiki wanakuingiza kwenye vita isiyokuwa lazima. Kama huyu kakubali kumuoa, rafiki wa Samson kakubali kumuoa mke wa Samson, huku akiwa anajua Samson hajamwacha na alimuoa kwa ndoa, kwa sherehe, kwa harusi. Nachotaka kusema ni nini? Angalia watu waliokuzunguka kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye kazi yako, kwenye shughuli zako. Angalia watu waliokuzunguka pande zote, na inakupasa kuwa makini ili wasikuingize kwenye vita isiyokuwa ya lazima. Kwa nini? Upako wa kushinda vita isiyokuwa lazima ni mdogo. Na Samsoni, baada ya rafiki yake na baba mkwe, baada ya baba mkwe kumwozesha rafiki yake mke, na rafiki wa Samsoni kumwoa mke wa kwake bila kumuuliza Samsoni kwamba kweli amemwacha, wakati anaishi kwake na alikuwa anaishi pamoja na wako zake, rafiki akamwingiza Samsoni kwenye vita visivyokuwa vya lazima. Kama Samsoni yule mke angeishi naye mbali, inawezekana angeepuka vita visivyokuwa vya lazima. Neno la Mungu linasema hivi, Methali 1:7, kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Tumia maarifa Mungu aliyokupa, akili Mungu aliyokupa, busara aliyokupa, ili uwe makini waliokuzunguka wasikuingize kwenye vita isiyokuwa lazima. Wakati mwingine waliokuzunguka wanakupa ripoti ya uongo juu ya kampuni fulani, juu ya mtu fulani, kwenye ofisi fulani, na ukisikiliza maneno yao ambayo si ya kweli wamekuletea, unajikuta wamekuingiza kupigana, kugombana na mtu, kutengeneza chuki na mtu, kuwekeana bifu na mtu. Wamekuingiza kwenye vita isiyokuwa ya lazima na kampuni fulani, na mtu fulani, na ofisi fulani. Na tutaka kusema ni nini? Uwe makini waliokuzunguka kwa maslahi yao wasije kwa kuingiza kwenye vita isiyokuwa ya lazima, kama ambavyo baba mkwe wa Samson na rafiki yake rafiki ameozeshwa mke wa Samsoni, rafiki wa Samson ameozeshwa mke wa Samsoni bila kumuuliza Samsoni kweli amemwacha. Baadaye wakajikuta wamemnyang'anya Samsoni, hana mke, na baadaye akakutana kina Delila, akaishia kutobolewa macho, kutupwa gerezani na kusaga ngano na kuangamia. Nachosema ni nini? Uwe makini na wanadamu au watu waliokuzunguka wasikuingize kwenye vita visivyokuwa vya lazima. Na ukiingizwa na watu kwenye vita visivyokuwa lazima, ushindi ni mdogo. Naomba uwe makini. Sikiliza neno la Bwana. Nakupa ushuhuda mfupi. Kuna siku mtu fulani namfahamu alikuwa anajenga sehemu fulani, akawapeleka watu wanaomfahamu aliozoeana nao. Wakati anajenga lile eneo na akaweka na amewatumia watu wanaomfahamu, sisemi usiwatumie, nasema uwe makini na watu wanaokuzunguka. Hiyo ndio point. Matapeli wakataka kutapeli kile kiwanja ambacho yule mtu anakijenga. Wakamuuliza, wakapeleleza mmiliki wa kile kiwanja, ana nguvu gani, ana cheo gani, ana nguvu gani, ni mtu anayetisha au ni mtu asiyetisha? Kwa sababu aliweka waliokuwa wanamjengea ni watu wanaomfahamu. Wakatoa ripoti kwa matapeli, maana matapeli walipandikiza wale wanaosaidia wafanyakazi fulani katika ile site. Baadaye wakapewa wale matapeli wakapewa ripoti kwamba yule mtu anayejenga pale ni wa kawaida. Marafiki wakawa muingiza yule ndugu kwenye vita isiyokuwa lazima. Ashukuriwe Mungu, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Yule ndugu kwa sababu ana hekima ya Mungu, na wale watu walikuwa wanataka kumtapeli eneo lake walikuwa na fedha nyingi sana, walikuwa haoni shida kuteketeza milioni 40 wala 30 ili tupate eneo la mtu
na kwa sababu lina nyumba. Kilichotokea unajua nini? Marafiki wakamwingiza yule ndugu kwenye vita isiyokuwa lazima. Lakini ashukuriwe Mungu, yule mtu alishinda. Kwa nini? Alienda kutoa sadaka kwenye madhabahu, akamwambia Mungu, naomba unishindie vita na uwasambaratishe matapeli, sihitaji kuwaona kwenye kiwanja changu. Yule mtu alipotoa sadaka kwenye madhabahu, Mungu akamshindia ile vita. Lakini kwa nini? Laiti angewatumia kwenye kiwanja chake anachojenga watu wasiomfahamu, inawezekana wasingemuingiza kwenye vita isiyokuwa lazima na matapeli. Nachotaka kusema ni nini? Sisemi usiwatumie watu walio karibu yako. Nachosema ni hivi, usiingie kwenye vita, uwe makini ili wanadamu waliokuzunguka wasikuingize kwenye vita isiyokuwa lazima kwenye eneo lolote la maisha yako. Naomba tuombe. Naomba useme, Bwana Yesu, mimi mwenye dhambi, naomba unihurumie na unisamehe. Futa jina langu kitabu cha hukumu, andika kwenye kitabu cha uzima. Karibu Yesu, wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na kata kaza shetani zote, miliki maisha yangu. Niepushe na vita visivyokuwa vya lazima vya kiroho na vya kimwili, kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa kuyapokea maisha yangu. Amen. Naomba nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, naachilia upako juu ya huyu mtoto wako wa kushinda vita zote zisizokuwa za lazima. Naachilia upako juu ya mtu wako wa kushinda vita zote zisizokuwa za lazima, kwa mamlaka yako yote na nguvu zako zote mara zinazohitajika. Amen. Barikiwa.